Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine, wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia Jeshi la Polisi, IGP Wambura na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, pia katika eneo jingine, kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya Amiri Jeshi Mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake, waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye miji wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Mheshimiwa Spika, yapo mengine ambayo ni ya ndani sana ya kimedani, siwezi kuyazungumza kwenye hatua hii, lakini kwa sasa itoshe kusema nchi yetu iko salama, tutaendelea kuilinda, amani na utulivu utaendelea kutamalaki katika taifa letu, na hakuna mtu mwingine yoyote kwa mujibu wa sheria tulizonazo atatupangia namna ya kusimamia usalama wa nchi yetu, taifa letu na rasilimali za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana. Sisi tukitoka hapa tunaenda kufanya kazi hii ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na uwekezaji wa taifa letu unakuwa salama, wawekezaji wanakuwa salama, na vital installation zote, maeneo muhimu ya utoaji huduma za jamii yanakuwa salama. Hakuna hospitali itafungwa, hakuna soko litafungwa, hakuna kibanda chochote cha biashara kitafungwa, watu watakuwa salama. Mheshimiwa Spika, asante sana Mheshimiwa Spika.